lakini angalieni haya mafanikio namna yalivyokuwa na changamoto na misukosuko. Zaidi ya miaka 22, mwaka wa mwisho wa kufariki ule wa 23, miaka 13 ya Makka, miaka 10 ya Madina ni da'wa tu. Natija imekuja kuonekana mwisho, si ndio, wa da'wa kukubalika na kupatikana watu waliokuwa na elimu na ghera ya kuibeba da'wa. Sisi tunajifunza nini hapa? Jambo la da'wa si jambo jepesi. Da'wa ya Uislamu ya haki si nyepesi, inahitaji tadhhiya, inahitaji watu kujitoa, wasabr walmuthabara, na kusubiri na kukomaa kuikomalia da'wa, na inahitaji mtu ajipe muda wa kutosha katika da'wa. Sifikiri mafanikio yatakuja ndani ya muda mfupi tu. Leo umeanza da'wa, baada ya miezi 6, mwaka, miaka 2 mitatu uyaone mafanikio makubwa. Hiyo sio asili. Usitafute urahisi huo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika da'wa yake kapitia taabu nyingi sana kwa miaka mingi, na da'wa imekuja kufunguka na kupata nguvu mwishoni mwa uhai wake. Wewe wataka katika da'wa hii leo uanze, kesho mapema ufanikiwe? La, lazima watu wahasa katika da'wa. Na wewe tizama watu wengi waliofanikiwa katika da'wa. Hata ukitazama ulama wetu almutaqaddimun walmuasirun, wale wa zamani na waliokuja baadaye, wa zama zetu, walifanya subira kubwa katika da'wa yao. Waliumia kwanza kwa muda mrefu, kisha Allah akawafungulia, akawabarikia. Na wengine wallahi athari ya da'wa waliyofanya haijaonekana ila baada ya kufa, ndio elimu yao ikaonekana, tungo zao zikadhihiri, ikawa watu sasa wanahitajia elimu yao. Lakini wakati wa uhai wao halikuonekana hilo. Wengine waliishi kwenye kuteswa na kutwezwa. Sabr. Allah akanyanyua utaji wao baada ya wao wamekufa. Na hili lipo kwa maulama wengi wanataja. Sasa sisi ambao ni dhiaf, tulabul ilm, sisi wadhaifu, wanafunzi, tunaishi katika miji hii mbali kabisa na ilmu, biladu Afrika, aqsa dunia, miji ya Afrika huko pembezoni mwa dunia kidini. Hatuna maulama sisi, hatuna daam, misaada ya kiilmu, kwa maana maktabati islamia, maahid, jamiat, jawami, hatuna. Tunaungaunga tu. Ndio wataka leo na kesho da'wa idhihiri? Hapana. Hebu angalia waliokutangulia, wana muda gani toka wameanza da'wa mpaka sasa? Sio miaka 2 wala sio 3 wala 4. Watu wana miaka kadhaa katika da'wa, wengine 15, 16, 20, na bado wana changamoto mbalimbali zinawakabili, hawajaweza kuzitatua, na ni wakongwe katika da'wa. Wewe mtu mpya, ndio sisi wanafunzi wataka uje hapa miezi 6 mwaka ujue kila kitu. Mimi bado bwana naona niko pale pale tu. Labda unitafutie markazi nyingine bwana. Kuna watu mfano kuhifadhi Qur'ani wanadhani labda ni kupuliziwa, sijui kwamba kuna mashehe huko wanakupuliza katika masikio au katika jipua lako, basi yale maaya yanaingia. La, ni kuumia. Tumia muda usome. Wewe hujatumia hata miaka 5 kwenye hili jambo la kujenga msingi wa Qur'ani. Huna hata miaka 5, ambayo ni miaka michache kabisa kwenye kujenga msingi wa Qur'ani, chache kabisa. Unaanza kulalama. Mfano nyinyi hapa Jundu,
toka mmeanza kuhifadhi Qur'ani kwa wale tulioanza nao mpaka leo tuna miezi mingapi? Semeni. Mara ya mwanzo tulisoma miezi 7 tukafunga, na sasa hivi ndio tunautafuta mwezi wa 3. Chuo kina miezi 9 10 kasoro, hakina hata mwaka. Jundub haina mwaka mmoja, miezi 9 10 kasoro, eti wataka uwe hafidh. Mimi bado huko bwana, sielewi. Nimemaliza kaida ya kwanza, umenanisha nyingine. Tazungumza na babake, sasa hichi chuo cha makaida tu. Sasa wewe si ndio usiyojua kusoma? Kama ungejua sisi tungekung'ang'aniza kaida. Watu wa speed hao, hapana. Wallahi alazim, someni hii ilmu mnaisoma ni kheri, na ndio maana watu wengi hawajaafikiwa kuisoma kwa sababu ni kheri mahali, na wallahi ni nzito mwanzo wake, ilmu ngumu mwanzo, lakini ukishaanza kuipata ni tamu shekhi, ina ladha. Hivi sasa watu hawakutambui wala hawajui uwepo wako, wala hamna mtu anakutafuta, na pengine ukiwatafuta wanazima simu, hawapokei. Unajua matatizo haya, anaangalia hivi, si atulie markazi huko bana, anaibonyeza, najua njaa, sabuni, si nini. Mtu ana habari na wewe, pengine ni watu waliokuleta hapa, ndugu jamaa zako au wazee wa msikiti kwenu, shura imesema kijana kahifadhi Qur'ani, hao ndio wapokee simu yako. Huonekani nafasi yako leo, wewe usiwaangalie wao. Koma, soma ile elimu uipate. Kama ile Qur'ani hifadhi kweli na ujue kuisoma, na uwe ni hafidhi kweli, sio magumashi hifadhi namba. Alafu urudi uko kwenu ni hafidhi tu, uone kama kuitwa shekhi. Wanaanza kuhitajia hiyo Qur'ani tu, hujajua tafsiri hapo, hujajua ulumu zake hiyo Qur'ani, hujajua ulumu za tauhid wala za lugha wala hadithi wala fani yoyote, hafidhi tu. Utaanza kuona jamii inakuhitajia. Tatizo letu sisi vijana, tunataka tuonekane sasa. Mimi nasoma huko, watu washughuliki na mimi bwana, simu zangu hawapokei, nimetuma message hawajibu, mimi naondoka bwana. Unaharibu hawa ambao wanawaona watu, wanawakimbilia leo, watu wanawasikiliza leo, watu wanawaheshimu leo. Hawakuwa hivyo wakati wanasoma. Wallahi kuna watu walitwezwa kabisa, lakini leo ndio mambo na wakubwa. Fika mahali umekuwa dai, mutamakkin, sheikh, imam, na wewe pia unachagua simu za kupokea. Angalia sasa hivi nina kazi yangu ya kuandika baadaye. Bwana shabu kesi mshe huko bwana. Shabu kai bwana. Au unaona simu inaletwa mbio, bwana simu yako nani? Abu Haddaqa. Naambia baadaye na kazi. Bwana shabu amesema baadaye. Wafikiri kwa nini? Imefika wakati watu wanahitajia mtu kabanwa, anataka fatwa, au ana mahali anataka wewe ukamsemee, anaona ile jambo langu hili mpaka shekhi fulani akienda kutoa neno lake pale nimepata kazi. Lakini mwanzo naye alikuwa anakujua ilmu rifaa. Mimi sikwambii maulama hao Allah alivyowanyanyua kwa takwa, alivyowanyanyua kwa manzila na heshima walionayo duniani. Wallahi wale tulabu ilmu, wanafunzi tu wenye faida katika miji yetu. Lakini wengi wakikusimulia historia zao walikuwa watu washughuliki nao. Soma kijana, usitaki kuotambawa sasa hivi. Sasa hivi watu wana habari na wewe, lakini utafika wakati watakuhitajia. Masikitiko yangu ni kwamba vijana wanapoteza umri katika marakiz, wanapoteza muda. Ile kazi ambayo wanatakiwa wafanye hawafanyi. Someni jamani, hifadhini, fanya hivi, wanasumbua. Sasa inafika wakati anahitajika,
alafu anakuwa hana kitu, zero. Faqidu shay'i la yu'tihi, asiye na kitu atoe kitu hicho. Huna watoto wa nini sasa? Kuna wakati watu wanakuhitajia, hasa watu wanaangaliana namna hiyo, wanahitaji imamu, wanahitaji khatibu, wanahitaji mudarris ifundishe. Sheikh, bwana watoto hapa na wazee wanataka kusoma, wanawake wamejaa huko wanataka kusomeshwa, wao wanang'asha rubu hutubu. Basi sijawahi bwana uwezi nikakata, unajuta kwa nini nisingesoma wakati huo. Majuto ni mjukuu. Kwa hivyo hebu komaeni katika hii misingi na msiwe na haraka.